mikononi mwako. Mungu ameutia mji mikononi mwako. Naweza usielewe, lakini baada ya kufundisha utaelewa. Mungu ameutia mji mikononi mwako. Naweza usielewe mji ni nini. Mji ni vitu vyote ambavyo unatakiwa umiliki. Haleluya. Vitu vyote unavyotakiwa kumiliki ukiwa katika ulimwengu huu ndio mji wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine hawawezi kuelewa bila ufafanuzi. Lakini fungua pamoja nami katika kitabu cha Yoshua sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili kwanza, ili tuone. Kuna mambo kadhaa nataka nieleze hapa. Yoshua sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu ameutia mji mikononi mwako. Biblia inasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Mstari wa pili. Bwana Mungu akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia mji huu wa Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Bwana asifiwe sana. Tunatangulia kuambiwa kwamba mji ulikuwa umefungwa. Haleluya. Mji ulikuwa umefungwa sio kwa kawaida kwa ajili ya wana wa Israeli, kwa ajili ya watu wa Mungu, kwa ajili ya watu wanaomheshimu Mungu. Mji umefungwa, lakini mstari wa pili, Bwana amekukabidhi. Bwana asifiwe. Yeah. Lazima tutajua jinsi ya kuingia. Maana kukabidhiwa ni moja, lakini wewe kuchukua hatua na kuweza kuingia na kuchukua yaliyo yako, mabiashara yako, magari yako, baraka zako, ni la pili. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka niseme mambo kadhaa. Jina Yeriko, kama tulivyoona, Yeriko ulikuwa ni mji, lakini jina Yeriko linatokana na lugha ya Kiebrania Yeriho, ambalo maana yake ni mji wa manukato. Maana yake ni mji wa manukato au harufu nzuri au viungo. Bwana asifiwe. Maana ya Yeriko ilikuwa ni mji wa manukato au mji wa viungo vizuri vinavyonukia vizuri. Bwana asifiwe. Maana ya kiroho ya Yeriko, mji huu uliwakilisha vizuizi au changamoto kubwa maishani, lakini pia unasimamia mwanzo mpya baada ya kuweza kumudu upinzani, unaingia kwenye mwanzo mpya. Bwana asifiwe sana. Niwaambia, hakuna kitu chema katika maisha haya unachokipata kwa wepesi tu, kwa urahisi tu, kwa njia nyepesi tu. Hapana. Bwana asifiwe. Hata mke mwema kumpata ina gharama sana. Bwana Yesu apewe sifa. Sio tu hivi vile viruka njia vimejaa huko, sio vyema, lakini mke mwema inagharimu sana kumpata. Bwana asifiwe sana. Vile vile fedha ambazo ni mali ya Bwana, fedha na dhahabu, fedha halisi nzuri ya kukupa amani, kuipata kuna gharama. Kazi ya ajira nzuri kuipata kuna gharama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huu mji ulikuwa umewekwa ukuta, umezuiliwa kuingiliwa na watu. Lakini tazama, Mungu aliahidi tangu mwanzo kwa Musa, akamwambia mtumishi wake Musa kwamba ninaenda kuwapa nchi iliyojaa maziwa na asali, ambapo nchi hiyo mji wake mkuu ulikuwa ni Yeriko. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu kuwaridhisha wanaye mji wa Yeriko pamoja na maeneo yake. Sasa nataka tuone. Bwana asifiwe sana. Katika mstari ule wa kwanza tunaona Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Ulikuwa ni mji mkuu kwenye eneo la ahadi ya Mungu kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kumbuka, kama ni mji, ukishinda mjini ni rahisi sana vijijini. Kila kitu kikubwa kizuri cha kupendeza huanza mjini. Bwana asifiwe. Mabarabara mazuri, maduka makubwa, vitu vizuri huwa mjini kwanza, ndio vianze kwenda vijijini. Bwana apewe sifa. Wale ilibidi hao wakonke, ilibidi hao watamalaki mji wa Yeriko ili waweze kufika katika vijiji.
na miji mingine midogo. Bwana asifiwe. Na leo wewe inabidi ukonke vitu vinavyoonekana vigumu katika ufalme wa anga, katika ulimwengu wa roho, ili uweze kumiliki vilivyo katika dunia hii unavyoviona. Bwana asifiwe. Nashukuru ndugu yangu amesema anataka baadaye tubariki gari yake. Ni kweli. Ikibarikiwa hii inaenda kuzaa baraka zinazoandamana na kufuatana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu cha msingi, Bwana asifiwe, kama kukabidhi kitu kwa Bwana, kama kuanza na Mungu. Bwana asifiwe. Kumbuka yeye ndio Muumba wa mbingu na nchi. Tumeona watu wamenunua vitu vikubwa lakini vimewaangamiza, hata hawajamaliza mwezi vinawaangamiza kwa sababu hawakuzisalenda kwa Bwana. Bwana atusaidie. Unajua shetani ni mpinzani mkubwa sana wa vitu vyema kwa watu wa Mungu. Anapambana kuzigusa, lakini ukizikabidhi kwa Mungu hauhitaji mambo mengi, unahitaji tu kukaa ukijiungamanisha na madhabahu yaliyo hai. Yeriko tumeona ulikuwa umefungwa, lakini kama nilivyosema ulikuwa ndio mji, na lazima Yoshua na wana wa Israeli wangeshinda na kuangusha Yeriko ili waweze kutamalaki. Bwana apewe sifa. Hawangeweza bila hilo. Tutaona mstari unaofuata, lakini mstari wa pili unasema Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na wa mfalme wake na mashujaa wake. Bwana asifiwe sana. Nataka uangalie kwa kina. Mungu anamwambia Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako. Huo ambao umefungwa, hiyo ambayo ina changamoto, ndio Mungu amekukabidhi ili uweze kutamalaki. Na hajakupa tu mji, amekupa mfalme wake. Haleluya. Kila anga lina mfalme wake. Kila wilaya, kila mkoa, kila taifa lina wafalme wake wa anga. Bwana asifiwe. Na Mungu anayepokupa wafalme wake, manake anakupa kumiliki na kuamrisha. Wafalme wa anga wanaweza wakawa wanaongoza mambo ya uchawi, lakini amekupa mamlaka ya kuweka chini ya miguu yako. Yesu alipokabidhiwa wafalme wa mfalme wa anga la Yeriko, alitambua kabisa, sasa mimi ndio mfalme. Unajua ukipewa kiongozi, uambiwe huyu yuko chini yako, ujue sasa wewe ndio utakayemuongoza, ndio utakayemwambia nifuate. Haleluya. Tunakumbuka Elisha akiwaambia Washami, jeshi la Washami, akamwambia Bwana anawapiga kwa upofu. Walikuwa wanamtafuta wamuue, wakawa vipofu. Walipokuwa vipofu hawakujua anakoelekea. Elisha akatoka akamwambia, nyinyi nifuateni. Akawapeleka mpaka kwenye ngome yake ya Israeli, wakazingirwa na jeshi lake. Akamwambia Bwana wafungue macho, na silaha wamenyang'anywa. Walipoangalia wakasema, tunaomba utusamehe, maana wako kwenye ngome. Ukiwa unatawala katika anga fulani, ukipewa Dodoma, mfalme wa Dodoma umtawale, unamwamrisha, unamwagiza, sasa achia wanaume waache kunywa pombe, achia wanawake waache uasherati. Unafungua mji, unampa Mungu nafasi ya kuwapa amani watu wa nchi. Achia hizi ndoa zinazofarakana, watu wakae kwa umoja. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sisi tumeitwa mabarozi wa upatanishi, na ndio maana pale pameandikwa heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tunapatanisha watu, ndoa, familia, uchumi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hapo mstari wa pili, nimekutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Bwana asifiwe. Mashujaa ni roho zinazoshindana na wewe, zinazoshindana na mali yako, zinazoshindana na fedha zako. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanakutwa na mikosi, hapa ni hivi, hapa unakutana na polisi, wanakusimamisha, wanaanza kukunyanyasa. Ukitoka hapo tena inatokea changamoto katika maisha. Haleluya. Ukija kwa Mungu anakukabidhi
nguvu juu ya zile falme zote, nguvu za juu ya zile mamlaka zote. Watakuwa wote ni marafiki zako. Kutakuwa na mlango wa kufanya wakuheshimu kwa sababu ya yule aliye ndani yako. Haleluya! Biblia inasema aliye juu ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliye ndani ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona mstari huo wa pili kwamba Mungu anatoa neno la kutia moyo kwa Yoshua. Anasema amemkabidhi mji wa Yeriko, amemkabidhi mfalme wa Yeriko na amemkabidhi mashujaa wake. Yeriko na ufalme wake wote na mashujaa wako mikononi mwako leo katika jina la Yesu. Wako chini ya mamlaka yako. Utakachokitamka na kinywa baada kuwa mbele za Bwana kitakuwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Maelezo ya kutoa Yeriko. Tuone mstari wa 3 pale mstari wa 3 hadi wa 5, alafu tutaona wa 16. Kuna maelekezo. Kumbuka tutaona hapa kuna nafasi ya Mungu, lakini kuna nafasi yako na yangu. Bwana asifiwe sana. Mungu sio dikteta, anakuelekeza, hebu fanya hivi ili ufanikiwe. Haleluya. Anakupa maelekezo ambayo hayakutesi, hayakunyanyasi, yako chini ya uwezo wako ili uweze kufunguliwa. Sasa mstari wa 3 hadi wa 5 nataka nisome. Yeriko imekabidhiwa mikononi mwa Yoshua pamoja na mashujaa wake na mfalme wake. Mstari wa 3, nani mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6, na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nani mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale. Hao watu watapanda kila mtu akiendea mbele kukabili. Bwana asifiwe sana. Hapa walipewa agizo. Mambo mengine ambayo ni maagizo ya Mungu kwa wanadamu wa kawaida yanaweza yakaonekana kama mpuuzi tu. Bwana asifiwe. Fikiria naambiwa zunguke ukuta mara 6, yaani kila siku mara moja kwa siku 6. Siku ya 7 wazunguke mara 7. Manake wamalize ya 7 na wazunguke tena mara 7. Na wakimaliza mara ya 7 wapige tarumbeta kwa sauti, na watu wote wapige kelele, washangilie. Bwana asifiwe. Na Mungu anasema baada ya hilo, tuone mstari wa 16, mstari moja. Baada ya hilo, hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu, na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Bwana asifiwe. Anaeleza manake baada ya siku ya 7 mji, ukuta ule ulibomoka, ulishuka wenyewe. Wasomi wa Biblia wanasema ulididimia chini. Haleluya. Kumbuka wakizunguka hakuna mtu aliyekuwa anawaona, kwa kuwa mji ule hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoka wala kuingia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Vitu vya thamani kama nilivyosema vina gharama sana. Kuna vitu ambavyo shetani haruhusu uzipate. Haleluya. Kama uko kwa Mungu, lakini Mungu amekukabidhi. Kwa hivyo njia ya kuzipokea ni kutii agizo. Bwana asifiwe. Hawa walikuwa na agizo la kuzunguka mji kimya kimya, lakini wametangulia na sanduku la Mungu la agano na makuhani wenye pembe za kondoo wa kiume. Wanapewa sifa. Amen. Kwa hivyo tunaona hapo ilikuwa ni mara 7. Mara 7 maana yake ni ukamilifu cha kujifunza. Nataka tuone vitu kadhaa vya kujifunza tunapoelekea kuhitimisha. Moja, jambo la kwanza, Bwana amekupatia urithi wako na mamlaka juu ya kila kizuizi. Mungu ameshakupa. Mungu ni wa haki. Ameshakupa mamlaka ya urithi wako
na juu ya kila kizuizi kilichowekwa na Shetani. Bwana asifiwe. Kumbuka, Shetani hujua kile kilicho mbele baada ya kufunuliwa. Unapopewa neno la ufunuo, Shetani anaanza vita na kile kilichofunuliwa. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba bado mimi nahitajika nione kile kisichoonekana na watu wanaoshindana na mimi, nione kilicho mbele, nione baraka iliyokusudiwa, nione ushindi uliokusudiwa, nione faraja iliyokusudiwa. Bwana asifiwe. Nisione tu hapa palipo na changamoto, nisione tu mizunguko hii ya mateso na maumivu. Na changamoto ya wanadamu ni kusikiliza sana watu. Ukisikiliza watu walio karibu na wewe, watakwambia brother, isi hapa unaangamia bwana. Hawakupi suluhisho, wengi hawakupi suluhisho. Hapa isi hapa huko kwa mkenge, ulijiingiza katika hili, umekwisha. Lakini ukienda kwa watu wa Mungu, hata kama uliingia kwenye changamoto, ulifanya kosa, ukajiungamanisha na vitu visivyofaa, Mungu ana uwezo kupitia watumishi wake wenye mafuta kukufungua kwenye ile changamoto na ukaendelea kufurahia maisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi umepelekwa wapi. Kuna neema ndani ya Kristo. Haleluya. Kwa hivyo hilo ni la kwanza. La pili, kuna nafasi ya Bwana kukudhibitishia. Haleluya. Mungu anatumia vinywa vya watumishi wake kukudhibitishia. Mungu alimwambia Yoshua, mji huu nimekupa pamoja na mfalme wake na mashujaa wake. Hiyo ni udhibitisho. Na ukiambiwa na Mungu, nimekukabidhi baraka hizi, nimekupa hili gari kama ndugu yangu alivyopewa. Mungu akikuambia, mwanadamu asikwambie chochote. Haleluya. Usikubali sauti ya pili. Kama Yoshua angekubali sauti ya pili, angeogopa. Angesema na hao watu wakichemka si watatufurusha, watatuua. Alipoambiwa, ni kweli aliona umefungwa, lakini alipoambiwa nimekukabidhi, akaanza kusema, enyi wafalme wa anga, sasa nawatiisha kwa jina la Yesu, na wanyamazisha. Si nimepewa juu mfalme wa Yeriko, nimepewa na mnyamazisha, mfunga kinywa chake, na mfunga kwa minyororo ya kiroho, asithubutu kunyanyua mkono kwa jina la Yesu Kristo, na mfunga macho, na mpiga kwa upofu. Si umepewa mamlaka juu yake? Unamwambia sasa, mfalme, lala, ulale siku hizo 7 mpaka tumalize kuzunguka. Haleluya. Unampiga ganzi. Bwana asifiwe. Amina. Haya, umepewa mashujaa, unawafunga wote kwa jina la Yesu Kristo na kuwaweka mahali ambapo wewe unataka. Kwanza uzunguke mji. Masikio hayawasikii, umewafunga masikio. Hawasikii, kuna watu wanazunguka. Siku 6, watu wengi. Siku ya 7, mara 7, hawasikii kwa kuwa umepewa mamlaka, umewashika, umeteka. Haleluya. Bwana asifiwe. Kutumia mamlaka. Kwa hivyo kuna nafasi ya Bwana kukudhibitisha. Jambo la tatu, kuna nafasi yako kufuata maelekezo ya Bwana ili kumiliki. Mungu alisema zungukeni mara 6, siku 6, ila siku mara 1, lakini siku ya 7 zungukeni mara 7. Maana yake Yoshua akafuata, na siku ya 7 alipomaliza tu, ukuta ukadidimia chini, wakaingia kukabili. Bwana asifiwe. Utakabili mji, utamiliki vitu vya mji kama utafuata maelekezo. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanaogopa maelekezo, lakini maelekezo haya ni rahisi sana. Bwana apesi. Kuna watu wako tayari kufuata maelekezo ya waganga ambao ni magumu sana, kuwa uchi, kuwa nafanya nini, damu kumwaga, maelekezo ambayo hayana amani. Watu wanayafanya kwa kuteseka. Nilikuwa nawaambia familia yangu, niliona kwenye mtandao dada mmoja anasema jinsi ameteseka na pete fulani alipewa mahali. Yaani anadhubutu, anasema mimi sasa ni heri nife, yaani nateseka, hizi fedha hazinifaidi kitu, sio za baraka tena. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu maagizo ni magumu, lakini ya Mungu ni maelekezo mazuri. Unapata faraja na amani. Unaambiwa tu tamka hili, omba,
Haleluya. Naambiwa tu toa fungu la 10 likasimame kama mbegu mbele za kiti cha rehema. Unatoa, inasimama kwa ajili yako. Fanya hiki, funga leo, omba, ita Bwana. Bwana asifiwe. Tembelea watu fulani, tia moyo watumishi wa Mungu, fanya kitu fulani, vitu ambavyo havigharimu. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Maelekezo ya Mungu yana faraja na amani. Lakini tunaona jambo hilo la tatu, tumesema kuna nafasi yako kufuata maelekezo. Jambo la 4, lazima uharibu misingi yote iliyotangulia kuwekwa. Kumbuka, kila mwanadamu anapozaliwa huwa kuna misingi iliyowekwa, iliyotangulia kuwekwa, na haikuwekwa na Mungu. Wakati mwingine iliwekwa na mababu, iliwekwa na bibi, iliwekwa na mama. Bwana asifiwe. Labda hakuwa namjua Mungu, ukachanjwa machale, ukafanyiwa mila. Bwana tusaidie sana. Wakati mwingine ukapelekwa kwa mjomba, ukafanyiwa vituko. Wengine wamepelekwa mpaka kwa waganga, wakachanjwa chale. Kwa hivyo zile chale shetani anadai. Unapoingia katika agano na Mungu, lazima uzikatae. Hata kama zipo alama, lazima useme mimi nimeoshwa kwa damu ya Yesu. Mimi nimebadilika. Mimi sio yule aliyechanjwa. Mimi nina chanjo ya Yesu Kristo. Haleluya. Mimi sio yule aliyeenda kwa mganga. Mimi ninajua mganga mkuu ni Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Anayeona ndani ya moyo, sio nje tu. Anaona ndani na anajua hatima yangu. Anajua kesho yangu na atanipa matumaini. Yaani lazima uharibu misingi yoyote iliyotangulia kuwekwa bila hofu. Biblia inasema msiogope. Watu wanaogopa kuharibu misingi. Bora uharibu misingi ili upate msingi mpya ambao ni Yesu Kristo. Jambo la 4, la 5. Lazima uweke msingi mpya ambao ni Yesu Kristo ili uendelee kutamalaki. Haleluya. Tunaona hao watu waliweka msingi mwingine. Biblia inasema walipoingia Yeriko, walibomoa kila kitu, waliharibu kila kitu, lakini wakachukua, kama umesikia vizuri, wakachukua dhahabu na fedha, vitu vizuri. Bwana asifiwe sana. Wakaharibu vitu vibaya, wakachukua vile vizuri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Anasema mstari wa 16 na mji huu mstari wa 16, hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mstari wa 18, na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitwaa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, nanyi hivyo mtafanya matuo ya Israeli yamelaniwa na ya kuyafadhaisha. Anasema lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya shaba na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Bwana asifiwe. Maana watazimiliki. Waliteketeza kila kitu. Biblia inasema wakateketeza kila kitu, lakini wakachukua dhahabu, fedha na vitu vya chuma. Bwana apewe sifa. Haleluya. Asema mstari wa 20, basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta, hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa, hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akiendea kukabili mbele, wakautoa huo mji. Haleluya. Basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji, wanaume na wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe na kondoo na punda, na kwa makali ya upanga. Haleluya. Bwana sifa. Mungu anatamani tutamalaki, lakini anapozungumza kuharibu ni nguvu zote za giza, ni falme zote za giza. Hata kama ulishawahi kuwa huko, unaanza sasa kukataa mambo ya waganga na wachawi.
Unawaambia, enyi waganga, kwa jina la Yesu mimi siwajui, hamna nafasi katika maisha yangu. Haleluya. Unavunja kila ngome ijiinuayo kinyume na elimu ya Mungu, na hapo ndipo unaweza kumpata Mungu akiwa halisi. Mungu mwenye hasira ya kupigana na adui zako anakuja, anaingilia kati. Haleluya. Mungu ataingilia kati tu utakapompinga shetani. Inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Bwana asifiwe. Ukimpinga huyo shetani, Mungu anaingilia kati, anaweka uzio wake wa ulinzi. Walibomoa uzio wa Yeriko, lakini Mungu akaweka uzio wa ulinzi wa watoto wake, uzio ambao huonekani kwa macho, uzio wa damu ya Yesu Kristo. Hawarogeki tena katika jina la Yesu. Hautarogeka tena katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu atakaye kuinukia. Hiyo roho ya kuumiza miguu yako haitawezekana tena katika jina la Yesu. Karapa sakata yako rapa sakata. Naomba Yesu kwa jina la Yesu. Nataka sasa tusimame kwa